Pacome hali yake unaionaje? Tumtegemee kuwapo kwenye mchezo huo wa dabi ama bado taarifa ulizonazo zinasemaje hasa? Kwa kuwa bado hatujapata taarifa rasmi kutoka kwa daktari kuhusiana na Pacome Peodo Zouzoua na hapakuwa na taarifa kwa nini alikosekana katika michezo miwili ambayo wamecheza Young Africans, lakini kuonekana kwamba anasafiri na timu hii inaonyesha wazi kwamba atakuwepo na atatumika katika huo mchezo, kwa sababu Sir Alex Ferguson alikuwa na tabia moja ambayo anaifanya akiwa anaenda katika big match. Mara kadhaa Wayne Rooney alikuwa injured, lakini ikafika hatua akawa anamchoma sindano ya ganzi mradi akacheza huo mchezo. Hata kama hataonesha uhatari wote, lakini uwepo wake tu uwanjani kuna impact ambayo inapatikana, pengine labda kutia hofu kwa wapinzani, lakini pia inaweza kwa keep busy mabeki wa timu pinzani, anaweza asishinde lakini wakafanya wengine hivyo. Unakumbuka mchezo dhidi ya AC Milan UEFA Champions League, wakati huo AC Milan kuna Ronaldinho Gaucho, kuna Seedorf, kulikuwa na hofu kwamba Wayne Rooney anaweza kukosekana katika huo mchezo, lakini taarifa ilitoka kwamba ililazimika chume sindano mradi akacheza huo mchezo, na ni kweli tukaona impact yake ambayo imetokea. Kwa hiyo kwa Pacome Peodo Zouzoua huenda ikawa ni mwalimu tu ameamua kumpumzisha kwa sababu wachezaji wanapitiaga fatigue za hapa na pale, lakini pia hakuona uzito wa mchezo wa Namungo na JKT Tanzania ambao pengine labda kukosekana kwa Pacome Peodo Zouzoua labda wasipate matokeo. Kwa hiyo yote yanawezekana, inaweza kaa ilikuwa ni injury ya kawaida, mwalimu akaamua kumpumzisha kwa ajili ya mchezo wa dabi, lakini pia inaweza ikawa labda alipata injury na mwalimu kwa kuwa anamhitaji labda akaamua kufanya matibabu ya haraka na kuona kwamba anaweza akatumika katika mchezo. Lakini kwangu kwa 100% naamini Pacome Peodo Zouzoua anaenda kucheza mchezo huo. Katalambula anaamini kwamba 100% umejimaliza. 100% kwamba Pacome Peodo Zouzoua anaenda kushiriki kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby. Yes. Kariakoo Derby iliyopita alifunga goli. Alafu iliyopita ile nyuma kafunga. Derby 3 zilizopita. Ile iliyopita alifunga kwa maana ile goli ngao ya jamii. Ndio. Iliyopita tena alifunga goli kwa mkwaju wa penalty na alitengeneza assist kwa Clement Mzize, Young Africans zinaenda kuwa bingwa. Ndio. Iliyopita tena Simba alijifunga. Nadhani goli alijifunga Kijiri. Foul ambayo ilipigwa na Cletus Chota Chama. Iliyopita tena Pacome Peodo Zouzoua pia alishiriki katika kufunga. Unaenda hadi kukuta ile mechi ya goli 5 pia Pacome alifunga. Kwa hiyo kama angekuepo Stefan Kiaziz labda tungeweka kwenye kapo moja na kina Maxim pia Zingeli ambao wamefunga, lakini kwa hivi karibuni ukichukua 3 za mwisho Pacome Peodo Zouzoua ndo mfalme wa dabi ya Kariakoo. Sawa, Pacome Peodo Zouzoua ndiye mfalme wa dabi ya Kariakoo. Kwa wewe ambaye unatutazama hivi sasa bwana, inabidi tukufahamishe kwamba tunaye Chifu Nzobane kama Zumfela, Mr. Dominic Salamba. Inabidi Chief watu wakuone bwana, wakuone bwana Chief, wasalimie kidogo, baeleze, wape salamu kwanza wanaokutazama. Mimi niko vizuri, uko vizuri pamoja, kwa hamna shida. Bwana wewe tunakuja kumtazama Mwinchui. Hamna shida. Rafiki yako sana wewe Mwinchui. Utatueleza mlisoma wote ama mna historia gani ya pamoja? Unamjua vizuri sana Mwinchui. Sawa. Kwa wewe sasa ambaye una tufuatilie hivi sasa, nadhani umemuona sasa Chifu Nzobane na yeye yupo standby kwa ajili ya kuja kumdodosa rafiki yake Mwinchui. Sasa nikueleze kwamba unaweza ukashirikiana nasi tukachambua pamoja, uliza maswali tutakujibu hapa. Katalambula atakujibu, Chifu Nzobane, Mr. Dominic Salamba atakujibu. Mimi Diego Mashuhuri nipo hapa kuyawakilisha yale unayoyaandika kuja kwetu, kuja kwa wachambuzi wetu hapa. Katalambula. Naam. Tumemtazama Pacome Peodo Zouzoua. Yes. Mchezaji gani ni hatari zaidi kwa upande wa Simba Sports Club? Tulimuona Mpanzu alisumbua kwenye dabi. Yeah. Lakini kwa sasa tunaweza tukasema Young Africans kama wanafanya mazoezi, basi kuna wachezaji wanaandaliwa maalum kwa ajili ya kumkaba mtu fulani, mchezaji fulani maalum kutoka Simba.
labda kuna wachezaji sasa hivi wanapewa majukumu kwamba fulani asitembee, unadhani anaweza akawa ni nani au akina nani? Kwa kujibu swali lako, lina majibu mawili, lakini pia kuna mitazamo miwili tofauti. Inaweza ikawa ni faida kwa Simba, lakini pia inaweza ikawa hasara pia kwa wao Simba, kwa sababu Simba wanaenda kukutana na Young Africans, timu yao ikiwa kwa zaidi ya 80% ni mpya. Hata wale wachezaji ambao walikuwepo kwenye dabi iliyomalizika nao hawapati nafasi ya kwanza katika dabi ambayo wanaenda kucheza hapo Machi mosi, kwa sababu ukiwagusa kina Chasambi, ukiwagusa kina Semfuko ambao walikuwepo hapo mwanzo, na baadhi ya wachezaji wengine kama Elim Panzu Kibisawala, Yakubu Suleiman, Musa Pinpin Kamara, ni wachezaji ambao kwa sasa kuna wale ambao wametolewa kwenye mfumo kutokana na injuries, lakini kuna wale ambao hawakuwa wanapata nafasi ya kuanza. Kwa hiyo unaweza kuona kikosi cha Simba ni kipya kabisa. Pengine labda mchezaji ambaye yupo na ambaye huenda ikawa hana madhara kwenye ushambuliaji, ndo unaenda kwenye eneo la kiungo, unakutana na Yusuf Kagoma, lakini ambao wamebaki wote unaona ni seti mpya ama ni kikosi kipya. Kwa hiyo kwa kuangalia mchezaji gani ambaye wanaweza wakamkaba, labda mchezaji gani ambaye anaweza ikawa hatari, hapo inaweza ikawa changamoto kwa mwalimu. Lakini kwa kuangalia tu michezo kadhaa ambayo wamecheza Simba, kwa maana tangu msimu uanze, wapo wachezaji ambao wameonyesha uhatari. Kwenye eneo la ushambuliaji, Anicet Oura amekuwa mchezaji ambaye anafanya baadhi ya matukio ambayo tulikuwa tunayakosa kwa Elim Panzu Kibisawala, hasa uharaka, lakini pia baadhi ya maamuzi kwenye maeneo sahihi. Elim Panzu ni aina ya wachezaji ambao wanatamani sana, ama ni wale wachezaji ambao tuseme wanachagua kuibeba timu, yani wao ndio kufanya maamuzi. Ndio maana muda mwingine anakuwa anakaa sana na mpira na kadhalika. Lakini Anicet Oura ni aina ya mchezaji ambaye anaangalia ni wakati gani sahihi wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo si ajabu kuona Elim Panzu sasa hivi ana struggle kupata nafasi mbele ya Anicet Oura. Lakini Libase Gay pia ni baadhi ya wachezaji ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana kwa kipindi kifupi ambacho amecheza Simba. Man of the match mara 2 katika michezo 4 ambayo amecheza, lakini pia magoli 2 ambayo ameyafunga, lakini stability ambayo ameongeza kwenye kikosi cha Simba imekuwa ni faida pia kwa beki, kwa maana Shomari Kapombe kuna wakati huwa anamsaidia kwenye kukaba. Hii pia ilikuwa inatokea kwa Mohamed Hussein Zimbwe wakati alikuwa anapata backup kutoka kwa Kibu Dennis. Kwa hiyo sasa hivi Kapombe ana enjoy kwa Libase Gay. Lakini ukija kwenye eneo la kiungo, mwalimu sasa hivi amemtambulisha Loemba ambaye tulizoea kwenye double pivot kumuona Yusuf Kagoma na Alassane Maodo Kante, lakini Loemba ameingia pale, amekuja kuonyesha kitu cha utofauti. Yeye ndo anaonyesha namba 8 hasilia. Hapo nyuma double pivot ya Simba, kwa maana Alassane Maodo Kante pamoja na Yusuf Kagoma wote kiasili ni viungo akabaji, ila Alassane Maodo Kante anacheza namba 8 ya box to box, lakini sasa hivi Loemba anacheza ile namba 8 ya asili kabisa, na kiungo mkabaji anabaki kwa mmoja. Ndio maana umeona hata mchezo uliomalizika 1v1 alikutana na kipa mara 2, ingawa hakuweza kukufunga. Kwa hiyo ni ngumu sana kuona Alassane Maodo Kante anakutana nafasi kama zile. Kwa hiyo kwa kuangalia kumkaba mchezaji mmoja, kwangu mimi kwa upande wa Simba bado nadhani waikabe timu nzima, kwa sababu Simba ni mpya, lakini Young Africans baadhi ya wachezaji kukutana kitabia imekuwa ni changamoto, kwa sababu hata mchezo wa kwanza ambao wamecheza hawa kina Anicet Oura, Loemba, yani safu ya ushambuliaji ya Simba wote hawakuwepo. Kwa asilimia kubwa wameingia kwenye dirisha hili dogo. Lakini Clatous Chota Chama pengine labda ni mchezaji ambaye wanaweza wakapata details zake, wakajua udhaifu na ubora wake, labda wanaweza wakaanzia hapo. Lakini kwa hawa wengine kuna kazi ama kuna namna fulani ambayo kitimu wanatakiwa kufanya, na si kuangalia mchezaji mmoja kama ilivyo kwa Young Africans ambayo inajulikana mchezaji fulani ubora wake uko hivi na washawahi kukutana nao. Yes, ni maoni ya moja kwa moja toka kwake Katalambula Yusuf, na tumekuwa tukiangazia namna ambavyo timu zote mbili zinaweza kujipanga kuelekea kunako Kariakoo Derby. Kariakoo Derby
imebakiza masaa tu imebakiza masaa, kwa maana ya siku nazo zinakimbia. Kilala ukiamka dabi hapa. Namna hiyo. Sasa Katalambula, tumetazama timu zote mbili. Yes. Si ndio? Kwa maana ya wachezaji ambao wa kuchungwa kwa upande wa Simba na kwa wachezaji wa kuchungwa upande wa Young Africans. Si ndio? Kumekuwa kuna wimbi la uwanja. Uwanja wa New Amaan Complex. Yes. Timu zote mbili zinapopewa nafasi hizi kidogo kuujaza, inakuwa kama Yanga walishindwa kutuonyesha namna wanavyoweza kuujaza uwanja kwenye mechi zao za kimataifa, si ndio? Yes. Simba nao walipatiwa uwanja ule, walijitutumua. Lakini tukienda moja kwa moja, unatazamia kwenda kuishuhudia full house ndani ya New Amaan Complex, ama unaona mwendo utakuwa ule ule? Kwa experience ambayo nipo nayo na kwa nyakati tofauti ambazo niliwahi kuingia katika uwanja wa New Amaan na baadhi ya kujua tabia za watu ambao wanaishi maeneo ya huko, changamoto kubwa ambayo iliwakuta Simba pamoja na Young Africans ni muda. Ukienda kule visiwani Zanzibar, asilimia kubwa ya watu wa kule ni watu wa imani ya dini ya Kiislamu. Na ndio maana unaona mechi zao nyingi zinakuwa saa 1 na robo, saa 10 na robo, kwa sababu ni muda ambao watu wengi wanakuwa wanaenda kufanya ibada. Lakini safari hii umeona mchezo umepelekwa saa 2 na robo, kwa maana tayari unawapa watu muda wa kufanya mambo yao. Lakini pia naamini mchezo huu utaenda kujaza, kwa sababu Simba walishindwa kujaza kwa sababu asilimia kubwa walikuwa wanahitaji mashabiki wa timu yao. The same pia kwa Young Africans walikuwa wanahitaji mashabiki wa timu yao. Lakini kwa hawa wawili ukicombine kwa pamoja, lazima utaona kwamba kila mtu wanagawana na uwanja unaenda kujaa. Lakini pia mashabiki pia wamemiss kuona huu mchezo. Sio kila mkoa wanapata bahati ya kuona mchezo kama huu. Mara nyingi sana Dar es Salaam ndio unaweza ukasema wamezoea, lakini Kigoma alipata nafasi hiyo kwenye fainali ya Azam Sports Federation Cup. Lakini pia kule visiwani Zanzibar walikuwa wanapata hii nafasi miaka kadhaa huko nyuma katika michuano ya Kombe la Mapinduzi, lakini hivi karibuni imekosekana kwa sababu kuna wakati tunaona Simba anatolewa, Yanga anaendelea, lakini kuna wakati Kombe la Muungano pia Simba alijitoa kushiriki kabisa. Nadhani ile matamanio na shauku ya kuona mchezo huu inaweza ikawa sababu kubwa ya uwanja kwenda kujaza. Na nimeona kwenye peji ya Young Africans tayari tiketi zimeanza kuuzwa na kuna baadhi ya tiketi tayari zipo hatua ya mwisho kumalizika. Kwa hiyo uhitaji muda ambao wameweka, lakini ukubwa wa mchezo huu, na ukiangalia miaka kadhaa wameukosa mchezo huu, kuupata leo hakuna waranti kwamba utaupata tena lini. Hii inaweza ikawa sababu ya uwanja kwenda kujaa, na mimi naamini ubora walikuwa nao Young Africans, lakini Simba kwa hivi karibuni kile ambacho ametuonyesha inafanya pia mashabiki waamini kwamba kila mmoja anaweza kaenda kufanya vizuri, na wote wakajitokeza na uwanja ukaenda kujaa siku hiyo. Naam, tumemsikiliza vizuri Yusufu Katalambula, na sasa tunaenda pale ambapo wengi mlikuwa mnapaulizia wengi mlikuwa mna maswali kuhusiana na jopo la waamuzi ambao wamepangiwa mchezo wa Kariakoo Derby wakiongozwa naye Nasoro Mwinchui, moja kati ya waamuzi wa kongwe, waamuzi wenye muda mrefu wakichezesha soka ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa maoni yamekuwa mixed. Kumekuwa na maoni mchanganyiko. Hawa wamepokea hivi, wamepokea hivi. Yanga mashabiki wao hawana neno. Wao waseme nini tena? Lakini sasa kwa mashabiki wa Simba ambao wamepokea taarifa ya Mwinchui kuwa mwamuzi kinara, kidogo wao mapokeo kwa upande wao hayajawa sawa sawa. Kuna ambao wanasema bwana mwamuzi huyo mwamuzi huyo. Sasa leo tunaenda kufahamu kinaga ubaga
mwamuzi Nasoro Mwinchui ni mwamuzi wa namna gani? Je, ndiye Pilato pale katikati? Wengine wanasaidia tu, lakini maamuzi ya mwisho anatoa yeye, si ndio? Sasa tunaenda kumpitia vizuri, tunaenda kumstudy, kumsoma. Ni mwamuzi wa namna gani na kwa nini kumekuwa na mapokeo mixed? Kumekuwa na mapokeo mchanganyiko kuhusiana na uchezeshaji wake na kupangiwa kwake kuchezesha Kariakoo Derby. Chifu Nzobane kama Zumfera, Mr. Dominic Salamba, wewe unamfahamu vizuri Nasoro Mwinchui. Kusema unamfahamu vizuri kwa maana unamfahamu kwa karibu kabisa, unamfahamu kinaga ubaga, unamfahamu vile alivyo. Ni mwamuzi wa namna gani Nasoro Mwinchui? Kwanza binafsi nipende kuchukua nafasi hii kuweza kumpongeza kwa sababu nafikiri inaweza kuwa ni derby yake ya kwanza toka ameanza kwenye career yake ya maamuzi, na mara nyingi hizi mechi za Simba na Yanga, hata kipindi kile ambacho mimi nafanya uchambuzi pale Azam, maana yake kipangiwa mechi ya Simba na Yanga, maana yake ni among of the best pundits ambao wako pale. Kwa hiyo sio tu kwenye pundits, maana yake kwenye kila idara, kama ni mtangazaji, yani kuna mtangazaji yuko pale Azam hajawahi kabisa kutangaza hiyo mechi Simba na Yanga. The same hata maana ya kameramani, ni mechi special ambayo inachukuliwa katika uzito wa aina yake, hata namna ambavyo crew inakuwa inafanya hiyo kazi inakuwa tofauti. Kwa hiyo kama ambavyo ilikuwa iko pale, basi hata kwenye maeneo mengine na hata kwenye timu zenyewe pia kuna baadhi ya nyota wengine hatumiki kwenye Simba na Yanga. Pengine yuko Simba yuko Yanga, hasa kama misimu miwili hajacheza Simba na Yanga, kwa sababu wanaamini kwamba lazima ni mechi ambayo ina ujazo wa kipekee, ni mechi ambayo inataka umakini wa kipekee, ni mechi ambayo imechukua identity ya ligi yetu. Kwa hiyo ni mechi ambayo inakuwa inaangaliwa katika mtazamo tofauti, ndio maana hata kwenye viwanja unaweza ukaona ambapo wanakuwa wanatangaza, ukiangalia hata tension yake. Leo mechi ni siku 3 kabla, tayari waamuzi shatoka, maandalizi yanaanza. Huu ni mchezo mkubwa. Unapoona mwamuzi kama Mwinchui amepewa nafasi hiyo, jambo la kwanza ni kuweza kumpongeza kwamba kuna kitu amekifanya, kuna kazi ameifanya dhidi ya waamuzi wazuri ambao wanaaminika. Tunashazoea kuona kina Kayoko, wakina Jojonesi Ankia binti yule, kuna kipindi alikuwa anapewa mtu kama Elisasi, kuna kipindi alipewa Babala Mwenye Mkuu, kuna kipindi amepewa waamuzi mbalimbali ambao wamekuwa wanaingia na kutoka. Kwa hiyo kwa Mwinchui nichukua nafasi kwanza kuweza kumpongeza kwamba kuna daraja ambalo ameweza kulifikia na kuweza kuaminisha mamlaka, hasa chama cha waamuzi, kwamba sasa anaweza kudeserve kuweza kupewa mechi kubwa. Kwa hiyo kama binadamu kwanza ni lazima tuweze kumpongeza, anaianza safari. Sasa safari hii anayekwenda kuianza ina mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, inaweza ikawa ni mechi yake ya kwanza ya pekee. Yaani ukapata mechi hii tekaka ya pekee na ukafungiwa na ukapotewa mazima. Au inaweza kuwa ni mechi yake ya kwanza kwenda kumfungulia dunia, kama ambavyo alikuwa ni mwamuzi wa daraja la kati, leo anaingia kwenye waamuzi wakubwa. Inawezekana ikawa ni mechi ambayo inakupelekea sasa ukaenda kuwa na mwanzo mzuri, kama ambavyo mimi nilikuwa nimeanza mechi ya kwanza, ya pili, ya tatu, unaona? Sababu unaweza ukapelekwa kaaminiwa, alafu ukashindwa kuwaaminisha walio kuamini kwamba wewe unaaminika. Kwa hiyo ukajikuta bwana nilikosea. Kwa hiyo hivyo. Kwanza kama mechi yake ya kwanza ukashangala, unamuona Simba na Yanga, unamuona mechi nyingine na nyingine, washaka kesho ameitwa labda kwenye Sekafa na sehemu nyingine mara kafu. Kwa hiyo hivyo. Jambo la tatu, inaweza kaenda kuwa ni mechi ambayo ikafanya apendwe na watu fulani afu achukiwe na watu wengine mazima nje ya mfumo uliomweka, kwa sababu kuchukia na kupendwa ni maamuzi ya watu, kama ambavyo kuna watu wengine wakiona unatangaza nachambua apendi tu au mwingine na fly tu. Kwa hiyo ana mambo yake matatu ambayo anatakiwa aweze kuyaangalia. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ndio ana maamuzi, ile turufu ameishika mkononi mwake. Ninaamini kwa nilivyomuona ni maamuzi mzuri sana, maamuzi ambaye ana uwezo mzuri sana, anaweza kukimbia na kasi, anaweza kuhodhi mchezo, lakini hakupata nafasi kuhodhi mchezo ambao una two pressure. Amekuwa akipata mechi ambazo ina pressure moja, Simba against Ruvu, Simba against JKT, Yanga against Dodoma Jiji. Kwenda kwa mechi ambayo pressure iko pande mmoja. Dodoma Jiji kama akitia pressure ni mechi lao ufundi tu. Sawa ndio itakuwa, lakini Simba Yanga na kwa kweli hii anakwenda kuja kwenye mechi ambayo nusu ya uwanja pana pressure, wanataka ushindi. Kwa hiyo mimi binafsi naamini kwamba ndio kipindi ambacho anatakiwa kuweza kwenda kuonyesha. Tayari zimeanza nahau, tayari imeanza misemo ambayo kimsingi wakati mwingine si misemo yenye weledi.
unaona, lakini ndio Simba na Yanga inapokuja hii mechi, na ndio maana ikani mechi kubwa, nilikwambia tension yake haiwi ndogo. Kwa hiyo anaanza kupimwa kwenye hiki ambacho kinaendelea. Kuna wakati unaweza ukawa unashambuliwa kwa kuhusishwa na timu fulani, lengo si kwamba wanaokuhusisha wanaamini kile, lengo ni kwenda kutengenezea uhalali wa kwenda kuprove wrong. Hujanielewa? Yaani mimi leo naweza nikasema kwamba okay, Diego bwana huyu anaipendeleaga Simba huyu siku zote, huyu ni Simba, ili wewe ukiwa una akili ya kawaida uingie siku ile uwe na tension, uonyeshe watu kwa mimi sio Simba, uniprove wrong kwamba Diego sio Simba. Kwa hiyo utaingia kwenda kuinyima hata haki Simba inapostahili, kwa sababu tu watu waamini kwamba unaona huyu sio Simba. Sasa hiyo sio profession na hiyo sio mantiki. Yeye zipigwe kelele, zizungumzwe nini, ziandikwe article 30 nini kitachozungumza, yeye ajue kwamba amepewa hii mechi kwa sababu anaweza kuzimudu sheria 17 na kanuni zake za msingi ambazo zipo kwenye mchezo. Kwa hiyo akasimamie weledi. Hizi presha nyingine ni kwenda kutengeneza mazingira ya kuanza kumdilute, kuanza kumpotezea nguvu, kitu ambacho binafsi naamini kwamba sio fair. Kwangu ni maamuzi mzuri, na hata kama angechaguliwa mwamuzi mwingine yoyote yule, mpaka anachaguliwa, maana yake imeonekana kwamba ana deserve. Waamuzi wanakuwa wanapewa alama kwenye kila mchezo, wanapewa alama, wanapiwa makosa. Haya makosa tunayozungumzia haishii tu kwenye kupewa adhabu. Kuna wakati unaweza usipewe adhabu, lakini alama zako zikashuka, kwamba huyu mechi leo alikuwa na 50%. Yule match commissioner na pia kuna waamuzi akiba wanakuwa nakaa wanaandika, wengine wanapokunywa beji kabisa. Hapa hapana. Kwa hiyo mwisho wa siku wanaangalia average kwamba huyu bwana ni mwamuzi. Ndio nakwambia kwamba kuna waamuzi wa daraja la kati. Yaani yeye huyu daraja yake ni tu kwamba kama anashindwa hold pressure kati ya TRA na Fountain Gate, Pamba na Suna Alliance, ataweza kwa Simba na Yanga. Kwa hiyo nafikiri kwamba ndugu yangu Mwinchui, hii ni mechi ambayo inaweza kwenda kubadilisha maisha. Nikizungumzia maisha kwa sababu unapopewa mechi kubwa chao, unaonekana leo hii Arajiga amekuwa kitoka nje, master ambaye anayapata kafu sawa, sio sawa na master ya ndani. Huo ni ukweli ambao upo wazi. Kwa hiyo unapokwenda kupata kitu kikubwa, maana yake kuna namna maisha yako kubadilika. Cha msingi asimame kwenye weledi, akatengeneze haki katika huo mchezo, ili hawa ambao leo wanazungumza pengine anaipendelea Yanga, anaipendelea Simba, sawa, aibu iweze kurudia, kwa sababu lengo sio kweli kutaka kumnani, lengo ni kumtia hofu na woga, ukiamini kwamba ni mechi yake ya kwanza. Tuliona kuna kipindi Arajiga alikuwa anapigiwa maneno, lakini nashukuru alisimama akafanya kazi nzuri sana katika mechi, akafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo nafikiri binafsi ni kawaida kwa kina Kayoko walikuwa wanapigiwa mawe na wengine wengi ambao tumeweza kuwasikia, lakini vile vile kama atakuwa sahihi inaweza kando mechi yake ya kwanza na ya mwisho kuchezesha ligi kuu Tanzania bara.